ugali tunajua ni wa mystic, dropping bars and breaking records, keeping it romantic, and ukiona wao jua wanatoka classic. Watch this. Sorry basi. Authenticity ya hii document kwangu there is kuna yes and no. Yeah. Because ukiangalia before tumekuwa na klama ya constitutional change in this country. Yeah. Kuna wase wengi wamedai kwa sababu ya history ya change constitution. Fine, kumekuwa na story ya Kilifi draft, kumekuwa na Bomas draft. Yaani kumekuwa na draft kadhaa na kumekuwa na watu wameitwa watoe maoni na kila kitu. As much as maoni ya kila msee ingeweza kuwekwa hapo, we came up with a document that kidogo was sijui tutumia word gani, lakini ilikuwa acceptable for majority of Kenyans. Yeah. And that is the current constitution that we have. Yeah. But this current constitution has got loopholes. Yes. And a lot of them. Yes. So, and vile I think Raila alisema na president, the constitution is not a Bible. It is something that can be amended. Yeah. So that's why when they sat together and came up with this handshake thing, they decided to come up with this BBI initiative. And the BBI initiative, according to them, it was supposed to sort out some 9 issues. With I think there was the 9 agenda. Yes, there was corruption, there was inclusivity, tribalism, now all those. And all those. Yeah, my brother's thing. Correct. But sasa, nimesoma part of this BBI, na nikaangalia hizi stuff zote, mnasema the history, the winner takes it all. Vitu mingi sana hazijakuwa captured into this BBI. Yeah. As much as kuna zile clauses zenye ni poa, na kuna zile ambazo kwamba si poa. Kitu ya kwanza kutakuwa na bloated government. Executive, yeah. Yeah. As much as wanasema wamesort out the issue of the winner takes it all, wewe you are the majority, wewe ni president umechaguliwa. Na wanasema president atachagua prime minister and the 2 deputy prime ministers from the majority party. Ya nini? Okay, hapa Africa sijaona minority party yenye imechagua president apart from ile 2007 penye Kibaki alishinda, lakini hakuwa na watu kwa bunge. Hakuwa na watu kwa bunge apart from that. Sasa wewe kuja uniambie, wewe umechaguliwa from minority party, wewe ndo president. Unataka kuniambia from the majority utakaa chini uchague prime minister and deputy and 2 deputy prime ministers from majority party? Na wewe party yako ilikuwa na manifesto. Uko sure, how sure are you that hao watu wenye umechagua watakam deliver manifesto ya party yako? Unacheki, that doesn't make sense. So ndo nasema history the winner takes it all haijakuwa sorted out kwa history ya BBI. As much as they want to push this thing on us, tuambia this thing is good, it will not sort out this issue. And Ben, speaking of the same, yeah, I can say vile Ben ameongelea kuna something about yenye happened before we got into the Bomas draft and all those drafts. The kind of public participation that was in the making of those drafts was just unique. Hii ingine, the BBI steering committee, they have done a good job. Their bosses can attest to that. But sisi wa Kenya, we cannot really attest to the effectivity and the efficiency of this task force. Like for example, nilisoma pale, nikaona kwa the forward ya hiyo report, and even the first few pages, they have heavily and personally mentioned the Rift Valley area, not any other area. Na ukiangalia pia previously kumekuwa na dissent about this BBI issue, especially from the Hustler Nation side, yeah, the Tanga side. So unapata ya kwamba hii BBI was supposed to deal with the political interests and nothing about mwananchi. Now that takes me to the same question yenye nilikuwa nimeuliza pale. Na tulikuwa tunaongelea about delivery of services. Na tukasema we do not need the constitutional amendments ama to change our laws ndio mtu aweze kudeliver kazi. So inatufanya tunafeel ya kwamba kama hao watu wako kuserve interests of politicians, kwa nini waliamua kuweka bloated government for example? Because tumekuwa na hii clamor whereby tumekuwa na bitter losers na wengine si bitter losers per se. Jupia Supreme Court, unakumbuka Maraga kiruli ya kwamba the election was flawed na kulikuwa na evidence mpaka leo haijafunguliwa. So hiyo ni matusi wanatokea niana. So inakani kama mtu asipokuwa katika executive ana feel ni kama ako out of place. Na mimi na think ya kwamba conversation yetu kama wananchi is supposed to be taken from the national or executive area tupeleke kwa county.
like nilitaja Badi is performing na tunaona fruits ya kazi yake. We don't even need the president in Nairobi. For example, even State House inafaa kutolewa Nairobi, tukae juu Badi can deliver, or someone else will take over from Badi will be able to deliver or not. So unapata ya kwamba sisi kama wananchi turudishe conversation yetu, whom are we electing as the governor? I'll give you a good example. Kakamega was a village. I was passing through Kakamega going to other areas. It's not even my county and I'm jealous. It was built from being a village to a near city. Inangoja tu kutangazwa kuwa city. You know Makueni have been doing a good job. These things can be done, you know. So mimi vile mimi naona ni kwamba these people are not honest from the bottom of their heart to help. Yes, kuna office of the ombudsman. Hata haiku kuanga why? Because the current is the senior counsel now, Otienda Amolo. The senior counsel SC, let me name it right. SC, MP, EBS, Otienda Amolo, or else I'll not be forgiven. He was the ombudsman. Hata nimeshtuka ya kwamba it was an official position, but hiyo inafaa kusaidia mwananchi, even though we know the politics. Hiyo kando, it's a very good pros kutoka kwa hii BBI recommendation. Tumeona pale ambao wamewekwa kwa youth commission. Why do we need the youth commission or women commission or children commission? Why do we need commission? Mimi kwanza hata wachana na stories of commission and everything. We do not need BBI for a country to function. Yes. We do not need BBI for leaders kufanya job yenye wameelektiwa kufanya. Kwa nini ulienda kusimama kama huwezi fanya kazi? Yes. Simple. Na hii story ya handshake was good. Fine. Yeah. Ili reduce tensions. Because Baba is a mover and a shaker. Ikafanya earthquakeness. Ikaanza kuwaka. Ndio. So ile kitu tunajaribu kusema ni hii. Mimi sikatai. BBI kuna places zingine ziko poa, lakini zingine majority si poa. Like Ben, niko na swali. Hii BBI walikuwa na collect maoni before to veer off the topic. BBI ilikuwa na collect maoni. Na ukienda either kwa social media ama mtaani, juu sisi tunakaa na watu mtaani, noise ya watu imekuanga ya kwamba they just want the legislature ama the representation to be trimmed. Like turudishwe kwa ile the original Bomas draft, not the mutilated Bomas draft, ambao ilikuwa na propose 180 something. Let's come around with the number, but 345 for really, we don't need all these MPs in our parliament. Why? 345 na ukikaa vizuri plus the nominated ones nini karibu bunge itakuwa na karibu 600 of them. Hao watu wanalipwa na taxpayers money. No, wacha hivyo. Women rep tumekuwa nao kando na wengine kuwa socialites. What else are they doing? Nothing. Na unapata ya kwamba tumekuwa na mtu kama Wangare Maathai amefanya kazi bila kupata hizo favors. Tumekuwa na mtu kama Njoki Ndung'u aliweza kupitisha bill kwa male dominated parliament without being ati alitafuta wanawake kumvotia. Okay, another one, Ngilu, Masaya Ngilu during when the 1997 campaign. She campaigned across this country, not because she was a woman, but she was a capable Kenyan who was able to rule this country. Or youth, mbona unataka favor? Mimi actually naona history ya kujaribu kusort out the issue of gender rule. Mimi sioni why we need to nominate ati lazima mbona favor? Kwa sababu mimi nasema hivyo kwa sababu gani? Wanawake siku hizi wanasemanga they are equal to men. Ukiangalia saizi the girl child, issue ya the girl child imekuwa too loud that mpaka saa zingine unashanga huyu boy child atasotiwa na nani. Kama nyinyi mnasema what a man can do, a woman can do. Why don't you come to the electorate? Uongee na wao, wa convince that you are a good leader so that they vote for you through the ballot. So we don't have. Ben, what I can say is, kwa hiyo comment nasema hivi. Hizi mambo za groups, whether ni youth group, maendeleo ya wanaume or all these things, they are commercial enterprises. For me, I was blessed with 2 daughters. Niko na 2 daughters, but I'm raising my daughters not just like daughters, lakini they are my children, you know. Like, for example, nimepatanga story, napigiwa simu, anaambiwa ya kwamba ati my daughters wamepiga watu shule. Nauliza amepiga nani? Alienda akapiga vijana wengine hapo walikuwa na wabudi. Sasa mimi nakuja kudila hiyo kesi namna gani? And you know, hii life yenye tuko ni kwamba I've seen women, I've worked with women or young people or old people who can deliver.
And I've also been with people, old people, young people, ambao hawezi deliver. We have seen even governments comparing performances of government. We are in a so-called digital government, the youthful government. Compare achievements of this particular government today than those other previous governments. Like I always say, age or gender or what is in between your legs cannot be used to determine your ability to deliver, but what is in between your ears. But that is true, because where we are headed to, itafika point gava yenyewe itashindwa kufinance its own projects. Kwa sababu utaangalia budget kubwa sana inaenda kulipa salaries. Yeah. Kitu ambao ingetumika for maendeleo. Yeah. Kitu poa ingine kwa hii BBI ni story ya ku increase county allocations kutoka kwa 15% minimum to 35. Na tena lakini hii do ikifika kwa county kuna governors wamefanya kazi. Yeah. Lakini tena kuna governors wengine wamelala. Wamenichekesha sana. Wamelala class. Hatutaja majina kwa leo, but list iko tunawajua. Ukiangalia kwani huyu governor wa Kakamega yeye akona tofauti gani na governor wa Busia? Busia. Tuseme Busia for example ni border town. Inafaa ikuwe kwanza hiyo ndo. Ukipita Busia, the only thing yenye na make a lot of noise ni vumbi. Sasa ndo nasema hii do vile imekuwa increased allocation kwa county governments tupate competent personalities. So you have spoken about political parties. You know, political parties are the democracy that was brought to Africa, defined to Africans by the brothers of that democracy. Walituambia kwamba democracy is about party politics. Yesterday I posted another tweet by someone that ilikuwa inapeana analogy whereby many people, we have supporters and we have slaves. Many people have crossed over to slavery without knowing. And you know, the difference between a supporter and a slave is that a supporter will always be able to point out the wrongs of a leader and be able to give gratitude where it's due. Yes. But for a slave, there's nothing else they know other than yes, 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 yes. Yeah. Like a whole leader is coming to tell me, Yakomba, I'm voting for BBI because so and so has already read. There is where the problem is. Kwa sababu wewe kama mwananchi unafaa usome hii kitu, uielewe, uinternalize na uone hii kitu inanisaidia aje na hainisaidii aje. Sio kwa sababu Chris amesoma na Chris ni rafiki yangu, sasa mimi nimesoma. Kwa sababu Chris amesign na ni rafiki yangu, sasa mimi lazima ni sign. Wananchi ama Kenyans, majority of them just need to work. Sisi hatukatai, you can be loyal to your party. You can be loyal to your party leader. Lakini at times wewe jifikiririe wewe mwenyewe, kwa sababu huyu party leader mwenye uko loyal kwake ama politician, sasa ile ushamvote in, wewe mwenyewe hata uwezi fika kwa ofisi yake kugonga kuitisha services that you are entitled to. Security kwanza yenye iko hapo kwa hiyo gate before umfikie ni noma, na ni wewe ndo namlipa mshahara. So saa zingine na sisi pia Wakenya tunafaa tujifikirie, tujiamulie sisi wenyewe. Let us read this document and make informed decisions. Yes. Kwa sababu at the end of the day sisi ndio bado tutakuja kulia uchumi ni mbaya, ni nini, lakini wewe ndio make decision mbaya. Kwa sababu mimi nikimake decision right, wewe make decision right, another one I make hivyo as an individual hivyo. Sasa ikipata tume make informed decisions zenye zinaenda ku help not only us but generations to come. So story of BBI is not bad. There are bits that are bad, there are bits that are good. Actually Ben, there are only 4 good things for BBI. The rest imekuanga ni fix deputies. Like kuna clause whereby the president can be able to fire the deputy president. Is it because the president has a problem with his deputy today, so you want to fix it for tomorrow? Or they are just incompetent people who cannot work together? Look, if you decided you're going to work together from the word go, we've had Trump and Mike Pence, for example. Like you could not even hear of Mike Pence, but Trump was a sociopath, to just put it plain and bluntly. But there's no day that you could see a defiant, a rebellious, or out of the books Pence. Because the job of the vice president or the deputy president is to deputize. Now,
you are saying we give the deputy governors some work to do, like a portfolio, you can be a CEC for something. Yeah. And you're not mentioning anything about the deputy president. You see, that is double standards. Sure. And secondly, why do you need to put that into law? I don't see the need. But if I'm having a deputy governor who cannot deliver in anything but is in good on politics and kupiga mdomo, why do I need to put him in charge of agriculture so that the people do not benefit? Or you're telling me, if you're electing a governor, for example, who is a man, you have to pick a running mate or a deputy governor who is a woman or vice versa. What if Kirinyaga needs a woman governor and a woman deputy to perform? Ndio nakwambia kuna vitu zingine kwa hii BBI mimi sikuwa naelewa kwa sababu leadership is not about being a woman. Yes, leadership is all about performance. Na mimi nikikuwa nataka kusimama ugavana ama nataka kuwa governor wa Nairobi na naona deputy wangu ni wewe, kwanza unaweza niletea votes, kitu ya pili unaweza perform. Yes. Mbona lazima niende nichague gender nyingine ati kwa sababu imesemekana so that tujaribu kusort out the issue of the gender rule? Na hakuna issue hapo. Wewe uko na issue na demu gani? Hakuna. Wewe hujai kuwa na boss mwanamke? Nimewahi Na kuwa mkafanya kazi? Sikuwahi. Sasa hii issue yenye wanasemanga ati gender equality, it's problem wapi? This is a commercial enterprise that groups have formed, coalesced amongst themselves to be making money from the donors, and when the real issues like malaria, real issues like measles, real issues like HIV, mortality deaths, yes. women are dying while giving birth in hospitals, but there's nothing we are doing about that. We're just busy saying, ukipatia huyu ng'ombe pia pea huyu ng'ombe, ukipea huyu nini. We have real issues that are affecting Kenya. Ndio. Na ijui gender, corona ijue ni mwanamke mzee kwa sababu ugonjwa ama kijana across board. Sasa ndio nilikuwa nakwambia hata sasa hizi ukiangalia in our society, it is all about the girl child rights, the girl child rights. Oh, equals of rights of the girl child. Huyu boy child ataongelelewa lini? Na pili unajua ni hao tunaongelea wanawake peke yake. Let's not look like we are male chauvinists here. No. Tuko na other issues, like for example, tumeona at rising groups as LGBTQ skizo wameongeza ni refu. Like, why do we have to give you separate rights by what happens in behind closed doors kwa bedroom? That is your bullshit. Yeah, and that is your issue. Whatever you I like what the president says. It's an issue. Of course it is. Sasa mwache kuleta vitu mkitujazia kwa throat. Commercial enterprise. Hizo msoto vitu zenyu hivyo. First of all, change education system. Stop lying to us about the histories that never were, and start telling us things that are going to build people to be important. Tumekram vile Kenyatta alizaliwa na vile Moi sijali rule, lakini hakuna amenifunza vile naweza tumia. Mbona walitoa art and craft and music kwa shule? Leo ni kitu unafanya, it's all about kutumia mikono. Ben, I am a producer and an artist. Now, as a producer and an artist, for Classic Nation, by the way, we have a team of professional producers, na professional songwriters, tuko na professional managers. But unapata ya kwamba mimi the music I know today, the music ni learn kwa art and craft and music. I know I'm a very good songwriter. Na solfa notation I can translate music yenye nilisoma primary school. I can be able to make things I can draw. Like I was drawing Diego Maradona and kina Eric Ochieng Cantona. Rest in peace to Diego Maradona, of which today pia global media include kwa directory, as there are only 2 people kwa your business directory, Eliud Kipchoge and Diego Maradona. They are phenomenal humans. Na unapata art and craft and music ilikuwa inatupush kufanya vitu, unakuwa creative and you be able to communicate. Lakini sasa wakati ilitolewa tukaletewa social sciences like SEE ambao pia ilitolewa, like you're being taught just to exist, to be calm as other people are frustrating you. Like religion was brought by missionaries to calm down the rebellious type against the colonizers. As in it is about power play, control. Na mimi naona it's high time ujue ya kwamba the power is with the people. Hiyo vote yako ambayo unataka kuuza thao ama uuze kwa sababu ya chang'aa, ndio ende kupigia mtu mwingine party fulani 6 piece. Ujue unaweza tumia vote yako kumeka difference bila kufosiwa under duress. Kula pesa yake, sikatai, nikikuja na pesa kula. Lakini wakati unapiga kura, think about your son, your daughter, your mother, your siblings, your family, your friends. Think about hood yako.
think about land grabbers ambao wanakuja kugrab the playing ground yetu katika mtaa. In a nutshell, the Building Bridges Initiative was a brainchild of two people. Two people who came together and decided that they want to bury their hatchet. Yes. As much as these two people are leaders and they have followers, we need to sit down as Kenyans and have a chat. Yes. So that to do as much as it's a report, na saizi inaenda culminate into constitutional changes and amendments for that matter. Tunafaa tujue na tujiambie hii kitu itanisaidia aje mimi kama Mkenya. Apart from mimi niache kujiangalia mimi kama Mkenya, what about my generation to come? Are we going to live a peaceful country? Ama bado tunaenda tu kupigana kwa sababu tribe yangu mtu wangu alisimama na hakushinda, so mimi na wewe tukue na uhasama. Na at the end of the day mimi na wewe tumeishi place moja for long, umekuwa ni neighbor wangu for long. Hao watu ambao kwamba tunawapigania, hakuna hata siku moja amekuja kwako akakupatia unga ama akakupatia kitu ama school fees ya mtoto wako. Wewe ujiulize, kwa sababu ukikosa unga, the next place unaenda kugonga the next door neighbor. Hawe ni lugha yenye si yako, huyo ndio mtu wa first atakusaidia kwa hii life. So as much as tunapigana kuhusu story ya BBI, tunaongea mbaya, tunaongea mzuri, at the end of the day tufikirie huyu mtu ambaye kwamba nimekaa na yeye for this long, huyo ndio jirani yako, and that is your person. This leader that you are fighting for is someone that at the end of the day hata unaweza kufa bila kumuona, hata bila kushake, unamuona tu kwa sababu wao ni watu wako wanatembea na security and everything, just to go next to him. But to make it clear, Ben, we are not saying, we are not even calling for peace or anything of the sort. Like, watu wafikirie tu, just use your brain, usiogope kufikiria. Unaona? Like, personally mimi na think hivi, Ben, vile umesema, na ni kweli na nakubaliana nayo 120%, kwa sababu unajua kwamba watu kufikiriana ni kitu important. Lakini tukihave conversation, even as we should disclaimer, we have no political inclination whatsoever. And again, it is okay for you not to support anyone and also not to support the BBI. Or even to support, it's your constitutional right, freedom. Na tena sisi tukisema no, ati Ruto alikuwa anasikika akisema no kila mahali, to support Ruto. Because while Ruto was giving you wheelbarrows, her 21-year-old daughter is an ambassador. So tuache kwa jokes za kijinga watu waache. Kwa sababu huwezi kuwa hustler, unaenda kula nyama ya sijui Kuna mtu alinichekesha na hiyo nyama, anachekesha ataliweka soda badala ya kuweka mzinga. Na nikamwambia not everyone is a drunkard. Unajua yule ni mtumishi. Na tena saa zingine ni mchungaji wa watu. Yeye ni mchungaji ana ubiringi sana. Ndio tunasema, lakini saa zingine anatajanga mambo haiko hata kwa Bible. Ndio tunasema you can decide not to support BBI and you're also not a supporter of Ruto. And you can decide to support BBI and you're not a supporter of Raila Uhuru. And it's not personalities, because the constitution is going to surpass them. And we are also not saying we do not need constitutional amendments. We need them, but I personally feel it is not ready for this particular regime. This regime is not honest enough. Like this morning I was saying, BBI accommodates us all, Ikiran. Like, why do you have to tell us that instead of telling us the truth? Because there's something that is called honest marketing. I believe that is dishonest marketing. Because nikiangalia 80% is not about us, then I think you're being dishonest. No, this, in a nutshell, this document is about two people.
Simple like that. It's about 2 or 3 people, let's just say. 2 or 3 people. Even some of them are behaving like they're not part of it, but they are part of it. Correct. Yeah. Because if it were not for these 2 or 3 people, we wouldn't be here. Yeah. It's about safeguarding people's interests. And there was one scholar, a Ugandan, who said that leadership is all about being maintained. As much as tunaona akina Bobi Wine wanapiga kelele ama nini, ile kitu Museveni anajua kufanya ni ku-maintain leadership. Na ukijua ku-maintain leadership utataka kuiacha. So I would say, as much as they are trying so hard to maintain this leadership, wajaribu pia kuweka the interest of the common mwananchi at heart. Speaking of which, Ben, hii system ya kukuwa na prime minister na president, for me personally, as a leadership and business in digital era consultant, I can say it's a very good model because it allows checks and balances. Like people say Kibaki performed. Personally, I know from 2002 to 2007, Kibaki did nothing but divide this country into ethnic lines. The real work was done during the coalition government. Because watu walikuwa wanaonana na wanaogopana. Juju mwingine atakuchezea siasa gani. And then pia tulikuwa na Minister of Planning, Wycliffe Oparanya, ambao unaona Kakamega things are going on. Hata wasipomtaja I'll mention. And then we had the Minister of Finance ambao kazi yake ilikuwa kusoma budget. So unaona Ben, tukiangalia vizuri ni kama ya kwamba tukikuwa na hii system inaweza work. Lakini pia wamesema vizuri wage bill yetu iko bloated. These are bloated government. Wenyewe wamelia. Na wakasema tunasumbuliwa kuhusu a lot of things like finances na nini. Sisi tukasema kama wananchi, we don't want a lot of things. Politicians wako na a lot of interest na kuplease whomever. We just want one thing. Trim down the number of representation down to a manageable number, then hatutakuwa na issue ya kufinance the office of the prime minister with his two deputies. That is true. Na pia tutakuwa na enough resources za kufanya maendeleo. And then so agenda rule vikwaze. Tuko na debt kibao. Na tunazidi kwenda kuchukua zingine. Na mimi nataka kuambia the next France ilitunyima. Hii kitu tutakuja kufeel this situation when the next guy takes leadership of this country. Kila mtu anaogopa kuwa president. Ndio atajua ile shida yote tumeletewa na kuchukua madeni. As much as sawa kuna development and everything. But sasa kama railways bado nyinyi Kenyans we are not getting anything from that railway. Kwa sababu bado Mchina atakula hiyo kitu for I don't know how long. Is that the way we want to go in terms of development? How is BBI going to sort out the issues like this? And the way we bring up your story ya railway, we'll give it another day ya kuiongelea because it's another elephant in the room. Because ni kitu tunafaa kujadilia. So BBI personally, Ben takuuliza to a straightforward question. Because we don't want to be seen like we are complaining or venting or what. We want to make this thing full of only important information that benefits both of us. Na kazi yetu ni hatuna interest yote kwa hii story ila tu interest ya Kenya. So Ben, a straightforward question. Yes for BBI or reject BBI? For me, my brother is reject BBI. Like you had it, mimi mnajua tu personally kulingana vile nimesema, but reject BBI, reject rubbish. Na inafaa tutarue hiyo karatasi, let the president and his deputy deliver on their manifesto. Tuache jokes. Kama Badi amekuja tu Nairobi peke yake, akapata a corrupt system yenye kila mtu anasema oh cartel, Sonko was all over, oh cartel, system. Kidero, oh excuses. But Badi has come in and delivered. Uhuru Kenyatta akona excuse gani kutofanya kazi? Sasa kitambo ilikuwa ni Raila na maandamano na kila kitu. Raila is not in government. Raila alimsalimia tu, kwani kuna akimsalimia alimroga. Sasa hizi kuna handshake. Ako peaceful. So asiseme ati Big Four agenda imeandikwa na kizungu mzuri. You know, kuna shida moja na kuanga nayo na leadership ya Kenya. Even as we vie for these political positions, let's employ experts who will be able to lead us into being ourselves even in public. Like, you're not supposed to copy a manifesto from Obama's presidential campaign and bring it to us Kenyans and start reading the good English to us. No, as we do not want English man. Sisi tunataka kazi ifanywe. Ongea kitu tunazoelewa, hata na sheng ama Kiswahili wewe sema vile tunazoelewa. Hata ukitaka ongea Kiteso. Na tutaki maneno mingi, tunataka kazi. Matiang'i anafanya kazi. Oparanya huko anafanya kazi. Badi anafanya kazi.
unapata watu wanafanya kazi, lakini wewe kila siku unasema ati ni kusimama kwambia watu wacheni kupiga siasa tufanye kazi. Wewe unafanya nini? Sawa baba. Wale wakali tunajua ni wa mystic, dropping bars and breaking records, keeping it robotic, and ukiona wao jua wanatoka classic. Watch this. Sorry, bossy. Aya, now ladies and gentlemen, kings and queens, and all the classicans and everywhere around the world, tunamalizia tukisema hivi, BBI was a very good initiative, but the processes and procedures need to be relooked at, and we do not necessarily need it right now. But now tunataka tumalizie segment yetu ya leo na parting shots. As it may, so be it. Ama sijui tutumie kizungu gani, lakini historia ya BBI ilikuwa ni initiative poa, ili come through, ikasort out issues mob, process ilikuwa iko sawa, ilikuwa inaeleweka. History ya handshake ilikuwa poa sana. It was very clear from the onset. Yes. But sasa hii report vile imetolewa, tumeangalia bana, kuna vitu poa na kuna vitu si poa. So wewe as an individual, soma hii kitu so that you can make an informed decision. Usingoje mtu mwingine akusomee ndio wewe decide kwa sababu so and so amesoma na mimi pia nimesoma. Hiyo ni ujinga of the highest degree. Wewe amua usome, ujimekea an informed decision. And at the end of the day, it's all about we as Kenyans. It's about uzalendo. It's about being a Kenyan. It's not about kwa sababu mimi natoka tribe this, wewe natoka tribe this, na support kwa sababu mtu wangu wa tribe this na support, ama na ikataa kwa sababu mtu wa tribe yangu anaikataa. It's not about, it's not all about that. It's all about understanding it as an individual. How is it going to help you as an individual? At the end of the day, it's all about us being Kenyans. Ukenya, kuwa Mkenya mzalendo. So kui-reject ama kui-accept, shauri yako ni juu yako wewe mwenyewe. Kama utaisoma ama hautaisoma, uamuzi ni wako. Uamuzi ni wako. At the end of the day, decision yenye utamake ndio itamake ama kubuild wewe and the next generation. Thank you very much, Ben. Yes. Na vile Ben amesema ni kweli, na mimi parting shot yangu nasema hivi, ni rahisi. Mambo ni rahisi hapa. Mambo ni mbili, yes ama no. Lakini umekuwa informed. Juu sisi hatuko politically inclined. No. Maybe hatuta vote ama maybe tuta vote. Yeah. Kwa sababu pia lazima tuangalie environment. If the system is already rigged, do not participate. Na mimi parting shot yangu yenye nasema ni kwamba BBI is a very good thing that came to us. Imetupatia ile political tranquility, but peace is not what we need. We need the work to be done. True. Tunataka watu wafanye job yao. Na pili, politicians, give us a break. Tumechoka na madrama yenu. Fanyeni kazi. Tumechoka na madrama. You to work. Tumechoka na madrama. Na pia kama tumekukosea ama tujakukosea, tumekufurahisha, kama tumekutukana ama hatujakutukana, kama mtu wako tumemwongelea ama sijui imekuaje, si sorry bas. Sorry bas. But tena tunasema hivi, politicians, mjue ya kwamba sisi hatutawaficha hapa. Nyinyi mnatengeneza career yenu. Lakini sisi haitafika wakati tunauliza maswali mnasema you are a reflection of who you are. No. Kwa sababu tunajua kwamba kuna vifaranga za kompyuta na Cambridge Analytica. Lakini meanwhile advertisers wetu wa leo ni classicnation.com. Ni platform nyingine noma sana ya watu wote ambao wanatafuta kitu entertainment, whether unatafuta ngoma, music, or you are looking for stories, articles, or music reviews, or what. Classicnation.com ni platform poa. Na Ben, sijui utatuambia nini kuhusu classicnation.com? Classicnation.com ni platform poa sana. Najua kuna wasanii wengi hapa nje. Ukitaka kurekodiwa ngoma, ukitaka kuuza ngoma,
ukitaka kutrainiwa on how best to be an artist, vile unaweza jikari forward, ukitaka to market ngoma yako, ukitaka PR, trainings, everything iko ndani ya Classic Media. Na usisahau pia ukitaka kudunga, ukitaka kung'ara, na pia ukitaka kuwa gentleman, just log on to Priesthood Collections on Facebook and Instagram. Utapata the best deals kwa mng'aro, kupiga luku hii town, kupiga luku mpaka Sagodi mwenyewe. Onyeshe shugem. Maisha Ulaya. Ndio hiyo. Unapiga luku mpaka Sagodi mwenyewe anakuingisha heaven. Usipopiga luku ya Priesthood Collections, muda unaenda hell. But anyway, kama tumewakosea, sorry bas. Nitaifanya vizuri ile sasa. So, tufanye intro. Yeah. You know what? You better wait here. I've been cool all year long, but some people been talking about me. People been writing about me. But I don't give a shit because you know what? I'm the ball killer. Mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo ukiona zimeweza